TRA mkoa wa Mara, na leo tumekuja hapa kwenu ili kuweza kuwatembelea, na lengo kuu la kuwatembelea ni kuwajulia hali, kujua mnaendeleaje kibiashara, kwa sababu tumeanza nanyi kuanzia mwanzo wa mwaka Januari. Tumekuwa tukipokea kodi kutoka kwenu, tumefanya biashara na mnatulipa kodi, na sasa mwaka unaelekea mwishoni. Tumesema sio vibaya tukija tukiwatembelea kujua mnaendeleaje, lakini pia biashara zinaendaje. Pamoja na hayo, je, mna maoni gani kwa namna tulivyofanya kazi na nyinyi kipindi hiki chote cha mwaka mzima, namna ambavyo tumekuwa tukiwahudumia, huduma zetu ni nzuri au mbaya? Nini cha kuboresha, nini cha kurekebisha? Lakini pia kuwashukuru kwa michango ya kodi ambayo mmeitoa kwa mwaka mzima. Pamoja na hayo, pia kuwaomba kwa ushirikiano ambao mmetupatia kwa mwaka 2025 na sasa tunaelekea 2026, tuwaombe basi muendelee pia kutoa ushirikiano ule ule kwa mwaka unaofuata, lakini muendelee kulipa kodi zenu kwa hiari, kufile return zenu kwa wakati kama ambavyo mmekuwa mkifanya mwaka huu 2025. Kwa hiyo lengo kubwa kabisa la hili ujumbe wetu hapa ni ku appreciate, kushukuru kwa namna ambavyo mmetoa ushirikiano mzuri sana kwa kipindi chote cha mwaka. Karibu. Nashukuru sana. Kwanza nashukuru kwa ugeni huu. Ni wachache ambao wanaweza wakatembelewa kama nyinyi mlivyotutembelea. Kwa hiyo tunashukuru sana, mmeacha shughuli zenu mmekuja kwetu, tunawashukuru sana. Pia napenda kushukuru mkurugenzi wetu ambaye ni Mavoto Microfinance. Kwa kweli anajitahidi kulipa kodi kwa wakati. Kila mwaka wanaona kwamba tunajitahidi kwa ulipaji wa kodi. Tunamshauri pia aendelee hivyo na sija kaacha. Najua ukifanya jambo bila kulazimishwa huwa kuna hiari yake. Na mngekuwa mnatulazimisha nafikiri hata ugeni tusingeupata leo. Kwa hiyo nimpongeze na yeye pia nizidi kumwambia kwamba aendelee na huo moyo ambao tulianza nao tangu mwanzo na tufike nao mpaka mwisho. Kwa ushauri kwa tunapofanya kazi na watu wa TRA, kwa kweli hatujawahi kupata changamoto yoyote ile. Huwa tukiwahitaji, tukiwa na neno, tukiwakimbilia, hawajawahi kutuacha. Ni marafiki zetu, tuko nao karibu, ni watu wanaotusikiliza na si wakituhitaji watu tunawasikiliza. Kwa changamoto yote hatujawahi kupata kabisa, na washukuru waendelee na moyo huo hata kwa watu wengine. Changamoto nyingine ambayo tunaipata katika kampuni yetu, unajua kule tulipata shida katika hii hata tulioipata, makao makuu yetu ilichomwa na tulichoma kila kitu. Sasa hivi ndio kama vile tunatambaa, tunaanza. Kwa hiyo hatujawa vizuri sana. Kwa hicho tutokea, kuna baadhi ya mambo hatujaseti vizuri kuweka katika system ambayo tulikuwa nayo. Lakini kwa neema ya Mungu inshallah labda tutafikia tena tulikokuwa. Kwa hiyo ndio changamoto sasa zinatupata. Unajua hata kwa wafanyakazi kuna vingine vilistop na mambo mengine wakawa hata nyumbani kulingana na sasa pigo tulipiga ni yani pigo leo tupata ni kubwa. Kwa hiyo imetuathiri sana kupitia kwa mkurugenzi wetu mpaka sisi wafanyakazi. Sasa ndio hilo tu kwa kweli, kwa shida tulionayo kikazi ndio tuliotukuta, lakini tofauti napo tulikuwa tu vizuri. Mzidi tu kutuombea, mtuombea na mkurugenzi wetu Mavoto Microfinance angalau tupite hili pigo leo lipata ni kubwa.